Mikumi utamaduni wake ni utamaduni wa pwani kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ile aina ya muziki wa Singeli Mikumi unasikilizwa sana, na nadhani wapiga kura wengi wa Jay ndio wa namna ile, kwa maana ya vijana, kina mama wanampa kura sana. Wale ndio ambao wanaweza kupenda vitu kama vile, kwa maana sherehe Singeli. Labda tu kwa hiyo kwamba bado jamii yetu haijashtuka, haijaelimika sana kujua mahitaji yao makubwa ni nini pengine kwa kiongozi. Kwa wako jamii ambayo inamchagua kiongozi kwa sababu tu anahapa mabasi, wakifa na kwenda kuzikwa, lakini inawezekana hajui akiumwa na watibu vipi. Iko jamii ambayo inamchagua kiongozi kwa sababu akija anawapikia pilau, wanakula pilau, wanashiba, wanampa bila kujua mahitaji muhimu kwao ni nini. Kwa hiyo hata jamii ambayo je inamzunguka lazima aiheshimu, kwa sababu ni jamii ambayo inapenda vile ambavyo wanavyofanya. Kwa kupitia Singeli wamemsikiliza wengi kwa sababu wanapenda Singeli, na yeye lazima afuate wanavyofanya wao. Yeye ni kiongozi, kiongozi lazima uwe kama bendera. Sometime wananchi wanataka nini unawafanya. Kwa hiyo je pia akasoma hilo kwamba wananchi wanataka aishi nao, ataishi nao vipi? Wanataka wasikilize Singeli, wanapenda Singeli, Mikumi, Kilombero, Ruaha, wapi mimi napajua wanapenda. Kwa hiyo kafanya. Kwa hiyo mimi nadhani kisiasa kafanya vizuri, ingawa kisanii kidogo naamini kuna watu wamewakwaza, kwa sababu bahati mbaya hip hop ishi kwenye muziki tu. Hip hop ni utamaduni, ni aina fulani ya dini, tunaishi kidini. Ndio maana hip hop kuna mavazi yake, hata je mwenyewe anavaa hip hop sana. Hip hop ina mavazi na kila kitu, maongezi yake na kila kitu chake. Kwa watu wa hip hop wameona kama kakosea, sasa kafanya kitu ambacho hip hop inaamini kama ni kinyume na utamaduni. Sio, umeelewa kwamba haizungumzi vizuri kuhusu jamii kama hivyo, kuishi pamoja, kuheshimiana. Inazungumza upotofu kama hivyo, shemaji sifanya vile, yani kama hivyo. Inazungumza mambo ya kuserebuka, kunywa pombe, kumwaga lazi. Ile muziki alofanya ndio kimewa kwanza watu wa hip hop. Lakini kinyume na hapo, kwangu mimi yeye ni mwanasiasa, kafanya ambacho siasa inatakiwa afanye. Na nadhani sasa hivi je tumwache kama mwanasiasa, tumtazame kama mwanasiasa, mwanamuziki, sio mwana hip hop. Tukisema mwana hip hop tutamkosea sana je. Kwanza nimshukuru sana Fandesele kwa kuzungumzia vizuri, kwa kuzungumza kwa mapana na maono yake. Naheshimu sana maono yake, lakini kitu kikubwa ambacho naweza nikamwambia Watanzania wenzangu ni kwamba sababu kubwa ya kufanya mziki wangu wa sasa uliotoka kazi ambao ndio umehit na stations kibao umekuwa namba 1 ni kutaka kufanya jambo lingine tofauti tu, kwa sababu I've been there done that. Nimeshafanya almost kila kitu katika hip hop, na wengi watakuwa mashahidi kwamba haya mapinduzi yamechangiwa sana pia na Professor Jay kwenye game, kwa convince watu wazima waelewe kwamba muziki sio uhuni, ingawa kuna uhuni wachache wanafanya muziki. Lakini kitu kikubwa ambacho nimejaribu kufanya mimi sasa hivi ni kiongozi, I'm a leader, na kiongozi unatakiwa uoneshe njia kwa wale waliokata tamaa. Kama nilivyofanya mapinduzi kwenye Bongo Flava, kama ambavyo sasa nimefanya muziki wa Bongo Flava kuweza kusikika na kuheshimika, nimeona kuna fursa nyingine ipo kwenye muziki mingine ambapo pia mchango wangu unatakiwa. Pamoja na kwamba mimi ni kiongozi, ni mbunge wa jimbo la Mikumi, lakini pia ni mwanamuziki, na pia bado naendelea kuangalia njia ya kufanya mapinduzi katika sehemu nyingine. Mfano kwenye muziki wa Singeli, naona kuna vipaji kwenye Singeli, naona kuna watu wanaweza kufanya kitu ambacho kikawasaidia kwenye ajira zao. Kwa hiyo nikaona kama leader sio kitu kibaya kuwatengenezea njia ambayo ikawasaidia nao. Maana Professor Jay akifanya kitu, watu wengi unaweza kaona sasa hivi wanaelewa maana ya Singeli ni nini. Na hata sasa hivi wasanii kama Sholo Mwamba ambao nimemshirikisha kwenye kazi, unaweza kumuona kwenye ziara nyingi sasa hivi anatamalaki huku na kule, na akijulikana kipaji chake kimefika wapi. Hiko ndo nilichokuwa nataka nikifanya. Lakini bado nimeendelea kusema, nimestay kwenye lane, nimeendelea kukaa pale nilipo, na ndio maana nimeendelea kuchana katika beat hiyo ya Singeli. Najua napenda kufanya kitu ambacho nakipenda mwenyewe, kwa sababu mimi ni shabiki namba 1 wa muziki wangu, lakini najua kuna wengine itakuwa imewakwaza. Lakini niwaambie tu wasanii wengine wa hip hop ambao labda nitakuwa nimewakwaza, au mashabiki wa hip hop, imefika time sasa ya kufanya mambo mengine katika hali ambayo ipo kwenye game. Tuache kwenda kwa kuclaim kwamba hip hop ni hivi na hivi. Tuache kuclaim kwamba game iko hivi na hivi, hardcore hip hop iko hivi na hivi. No, tunatakiwa tufanye kazi katika kiwango cha kutosha. Na message yangu ilikuwa pale kupitia nyimbo hizo ambazo zinapendwa sana vijana na akina dada wa mtaani na mtaani kule chini deep down, ni kwamba naona muziki wa Singeli wanausikiliza, nikaona nipenyeshe message yangu ya kuambia wafanye kazi, waache kujiuza, waache kuuza madawa, waache kuvuta bangi, wafanye kazi kwa bidii, itawasaidia katika maisha yao. Kitu kingine kikubwa ni kwamba of course nitaendelea ku release track hapa na pale nitakapozidi kupata muda, na nitaenda kufanya hip hop katika hali ya juu sana. Vibe yangu itakavyonipa nitafanya hiko nitakachokifanya.